Na Yesu asifiwe sana, mtu wa Bwana, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo nipende kunya ujumbe ambao unatoka kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Nini maana ya neno bayana? Bayana ni kitu ambacho mtu anakuwa nacho ambacho ni badala ya kingine. Kwa maana tunajua kwamba ili upate pikipiki lazima uwe na fedha. Ili upate gari lazima uwe na fedha. Kwa hiyo fedha ulionayo ni bayana ya gari. Ukiwa una fedha mkononi, unaamini kwamba gari lipo kwa sababu tayari una fedha. Na ndio maana Yesu akasema kwamba upepo uvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini ujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake mtu aliyezaliwa kwa roho. Kwa maana yake ni kwamba upepo hauwezi kujua unakotoka wala unakokwenda. Lakini ukiona miti inatikisika, tayari umeshajua kwamba kuna upepo. Kwa upepo tunaujua kwamba upo kwa sababu tumeona miti inatikisika. Haleluya. Kadhalika na mtu aliyezaliwa kwa roho. Maana mtu aliyezaliwa kwa roho naye pia ni mtu anayeonekana kwamba ni binadamu, anaishi, ana mwili wa nyama, lakini ule mwili ni udhihirisho kwamba kuna mwili wa rohoni. Kwa maana hiyo ukiona pua ya mwilini, kuna pua ya rohoni. Ukiona kuna masikio ya mwilini, kuna masikio ya rohoni. Ukiona kuna macho ya mwilini, kuna macho ya rohoni. Ukiona kuna mwili wa mwilini, kuna mwili wa rohoni. Kwa hiyo ule mwili wa mwilini, huo mwili wa mwilini unaoonekana, maana yake unakudhihirishia kwamba kuna mwili wa rohoni. Haleluya. Kwa bayana ni mambo yanayokudhihirishia kwamba kuna mambo mengine yanayokuja badala ya haya. Kwa mfano, umepata tiketi ya kusafiria, umepata tiketi ya kusafiria ili uende unakokwenda. Ile tiketi ni bayana ya gari. Japokuwa hujaiona gari, kwa sababu unayo tiketi unaamini kwamba kuna gari. Haleluya. Umeenda kuchukua visa ili uende Ulaya, lakini hiyo visa ulionayo ambayo umelala nayo ndio nayo kuhakikishia kwamba unaenda Ulaya, kwa sababu tayari umekuwa na visa, kwa unaamini kwamba uko Ulaya ingawa Ulaya hujaiona kwa macho yako. Kwa hiyo visa ulionayo ni bayana. Haleluya. Na ndio maana kama imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo ukiwa na uhakika mambo yatarajiwayo, maana yake unayo bayana ya mambo yasioonekana. Tayari una uhakika kama unakwenda unakotaka kwenda, kwa sababu tayari unayo bayana. Unaenda kununua bidhaa sokoni, kwa sababu unayo fedha mkononi, inakuhakikishia kwamba hiyo bidhaa unayoitafuta utaipata. Haleluya, kwa sababu unayo bayana. Kwa hiyo bayana ni kitu ambacho ni halisi, kipo badala ya kingine. Haleluya. Bayana ni kitu ambacho kiko halisi, kipo badala ya kingine. Maana yake ukiona umepewa hati ya nyumba, hiyo ni bayana ya nyumba. Haleluya. Ukiona umepewa hati ya kiwanja, hiyo ni bayana ya kiwanja. Haleluya. Ukiona umefungua YouTube, channel ya YouTube, lakini umepata viewers moja, viewers wawili, viewers watano, au umepata hata subscriber 10, tayari hiyo ni bayana kwamba Mungu tayari amekukubali, kwamba hiyo channel yako ameikubali. Kwa hiyo endelea kupambana, endelea kukazana, kwa sababu tayari unayo bayana. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Bayana ni kitu ambacho mtu anakuwa nacho ambacho kipo badala ya kingine. Hicho ni kitu ambacho Mungu amekishikilia ambacho kiko badala ya kingine. Ni kitu ambacho kinaonyesha introduction ya kitu kingine, mfano wa kitu kingine. Haleluya. Kuna kitu ambacho nakiona badala ya kingine, hiyo ndio bayana. Bayana ni kuwa na uhakika mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mungu akubariki sana, akupe upeo kwa kuelewa mambo haya. Kama umenielewa, naomba comment hapo kwenye uweke comment yako hapo chini kwenye comment, ipo tayari kwa ajili ya kusikiliza, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Niite mtumishi wa Mungu Dr. George Ignatius kutoka Igunga, Tabora, Tanzania. Mungu akubariki sana, mtu wa Bwana. Asante.